Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa habibana Muhammad sharafa wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'di. Wapenzi wafuatiliaji na watazamaji katika chaneli yetu ya Umar Ruhui TV, tunawakaribisha tena kwa mara nyingine katika mwendelezo wetu wa tiba za kisunna au katika darsa zetu za tiba mbalimbali kwa watu ambao wana maradhi mbalimbali ambayo wamehangaika kwayo muda mrefu. Biidhnillah tabaraka wa taala, leo nataka nizungumzie mti mmoja ambao mti huu huenda ukawa unaujua. Ni mti ambao unaitwa kwa kizungu wanauita stone breaker. Nafikiri kwenye screen unaona hapo. Huu ndo mti ambao kwa jina la kizungu unaitwa stone breaker. Kwa Kiswahili unaweza ukauita mvunja mawe, au pengine katika kabila lenu sijui mnauitaje, lakini leo biidhnillahi tabaraka wa taala nataka nikupatie siri kubwa, nataka nikupatie miujiza mikubwa ambayo inatokana na mti huu, ambapo una faida nyingi sana. Hata kisayansi au kibiolojia wameufanyia uchunguzi na wakabaini mambo mbalimbali ambayo yanasaidia katika mwili wa mwanadamu. Katika jina la stone breaker, hili ni jina lake mashuhuri kwa kuwa huu ndo mti ambao unaweza ukavunja mawe au ukayeyusha mawe katika figo, ndio maana ukapewa jina hili la stone breaker. Hivyo basi nataka leo tuangalie mambo mawili matatu ambayo yanakwenda kufanyika au yanaweza yakakusaidia katika mwili wako, kwa sababu huu mti unakwenda kutibu maradhi yafuatayo. Hasa tiba yake ya kwanza ni kutibu maradhi ya figo, kuondoa mawe katika figo, kuondoa uchafu, mafuta ambayo yapo katika figo, na pia kusafisha kibofu cha mikojo na kutoa baadhi ya virusi vilivyo katika lile eneo, na pia kusafisha mikojo. Hii stone breaker ni mujarabu sana na ni nzuri na haina shaka katika upande huu. Pia vile vile stone breaker inasaidia sana kwa mtu ambaye ana maradhi ya ini. Ini lako labda lina mafuta, ini lako labda lina majanga kadha wa kadha. Huu mti huu wallahi unaweza kukusaidia sana 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 kwa mtu mwenye tatizo hili. Pia katika tafiti za kibiolojia au kisayansi kwenye laboratory washabaini kwamba kuna baadhi ya compounds ambazo zipo ndani ya huu mti huu ambao bado wako kwenye majaribio, si kwamba tayari washatoa kwamba inafanikisha, ila katika tafiti ni kwamba unaweza ukaongeza CD4. Yaani mtu mwenye ukimwi akitumia mti huu, zile CD4 zake katika damu zinaongezeka kwa kasi ya ajabu mno, na pia baadhi ya virusi vya HIV vinaweza vikafa, ila si kwamba itaua virusi vyote, bali baadhi ya virusi vichache. Ukiwa unaitumia mara kwa mara hii stone breaker, inaweza ikaua baadhi ya virusi vya ukimwi. Hizi ni tafiti katika laboratory za madaktari wakubwa hapa duniani. Kwa hiyo insha Allah taala, mimi leo nataka nizungumzie katika mtu ambaye ana maradhi ya figo. Nataka nielezee, je, mtu ambaye ana majanga kama haya atumieje kwa ajili ya kujinasua na maradhi haya, kwa ajili ya kuwa mambo kama haya yaweze kuondoka na aweze kupona biidhnillahi tabaraka wa taala. Kwa hiyo leo nitazungumzia jambo hilo, na pia episode nyingine nitazungumzia mtu ambaye ana maradhi ya ini, tutamsaidiaje kutumia mti huu, na pia mwisho nitamalizia kwa hiyo maradhi ya ukimwi, vipi utatumia mti huu kwa ajili ya kujitibu maradhi haya ya ukimwi biidhnillahi tabaraka wa taala. Lakini kwa episode hii tunaangalia mtu ataitumiaje hii kwa ajili ya kujitibu maradhi ya figo. Kwanza, huu mti wote kuanzia majani, vitaga vyake na hata mizizi yote ni dawa. Yote hii, yani huu mti wote ni dawa kubwa sana. Kwa hiyo kama utaweza kuupata, maana wazee wetu wa jadi nao walikuwa wakiutumia mti kama huu, na ni mti ambao umekuwa una faida nyingi sana, na ni mti ambao ulikuwa ukifanya makubwa sana. Hivyo basi mti huu ukiung'oa au ukitoa yale majani yake, yani kwa fupi utoe wote mzima, ukiukausha unakuwa na nguvu zaidi,
lakini pia ukiutumia hali ya kuwa ni mbichi una nguvu pia, ila ukikauka majani yake na ile vitaga vyake na mti wote ukikauka, basi unakuwa na nguvu ya ajabu zaidi. Yani zile nguvu zake zinakuwa maradufu tofauti na wakati ni mbichi. Kwa hiyo nakushauri ndugu ambaye una maradhi haya ya figo, utumie hali ya kuwa umekauka. Sasa nataka nikupatie maelekezo jinsi ya kutumia kwa mtu ambaye anataka kuondokana na maradhi ya figo, yani kusafisha figo na kuondoa mawe katika figo na katika kibofu cha mikojo, yani matatizo katika upande huu wa mikojo na katika figo. Matumizi yake ni haya. Kwanza utachukua huu mti, utaongoa mizizi yake na majani yake, kila kitu utauchukua, alafu utaoanika. Uanike kwenye jua. Hakikisha unakauka vizuri, ukauke vizuri sana. Ukisha kauka, unaweza ukatoa majani kando, yale majani ukayatenga kando, na huu mti uliobakia nao ukauweka kando. Yale majani yasage, au kama hutaweza kuyasaga unaweza ukayaponda ponda au ukayaacha yalivyo. Sasa basi, yashakauka haya majani na huu mti mzima nao ushakauka. Utafanya hivi kwa ajili ya kutumia. Ni vizuri zaidi kutumia asubuhi kabla hujala chochote. Utachukua sufuria yako, chukua kama glasi 2 au glasi 3 za maji, weka kwenye sufuria yako. Alafu kata huu mti wenyewe, yale majani achana nayo. Kata huu mti wenyewe, kata vijipande pande, weka kwenye ile sufuria. Weka miti kadhaa pale, kama vitaga 3, 4, 5 vya kutosha vizuri kwenye ile sufuria. Alafu baadaye chukua funiko, usichemshe ikiwa wazi, la, chukua funiko ifunike. Alafu wakisha jiko lako labda la mkaa au la gesi, wakisha kwa moto usiwe mchache sana wala usiwe mwingi sana, uwe hapo katikati. Alafu useti muda, uiache ichemke kwa muda wa dakika 15. Yani ukishaiweka kwenye moto, wacha dakika 15. Baada ya dakika 15 nenda ukaiepue. Ukishaiepua sasa hii dawa, utachukua kiasi cha kijiko kimoja cha ule unga ambao unatokana na majani ya mti huu. Baada ya kuwa hii dawa ishachemka mpaka ishaiva dakika 15 hizo, weka chini na usifungue kwanza ule mfuniko usifungue, hapana, wacha vile vile. Sasa utakachokifanya ni hivi, utachukua kijiko kimoja cha hayo majani au unga ambao unatokana na haya majani ya mti huu, utaweka kwenye ile sufuria hali ya kuwa bado iko moto ile dawa, lakini umeepua, haiko kwenye jiko, bado iko moto. Fungua huu mfuniko, alafu weka mbio hiyo dawa. Weka hiyo dawa yani weka hayo majani au unga ambao unatokana na haya majani, alafu funika pale pale. Usubiri baada ya dakika 15 ndo itakuwa dawa yako ishakamilika. Basi itakuweko imechanganyikana vizuri na itakuwepo kwanza ishapoa, iko vuguvugu, haiko moto sana na haiko baridi. Utaichuja vizuri na kichungio chako kwenye glasi 1 ya maji, maana utakuwa umechemsha glasi 2.5. Sasa ile maji yamenyonywa mpaka mabaki glasi 1. Utachuja vizuri na chungio yako, utapata hayo maji au hii dawa itakuwa imekamilika. Sasa kabla hujala chochote, kabla hujafanya chochote, yani hujaweka chochote katika kinywa chako, ila kupiga mswaki, unaweza ukawa umepiga mswaki lakini uwe hujaweka chochote katika kinywa chako, unywe hii glasi 1 ya hii dawa ambayo nimekwambia. Wallahi ukifanya hivi kila siku kwa takriban siku 7, yani wiki moja mfululizo, kila siku asubuhi. Kwa hiyo dawa hii, utaratibu huu utakuwa unaofanya kila siku, na haifai kutengeneza nyingi kwamba utengeneze lita 10 uiache, haitakiwi hivyo. Inatakiwa kila siku uweze kuchemsha, kwa sababu ukifanya hivyo kuna baadhi ya virutubisho vitakufa pale ambavyo havitakusaidia. Kwa hiyo utakuwa unainywa baada ya siku 2-3 ikawa haikusaidii. Kwa hiyo ni bora uwe unaiandaa kila siku, na utaratibu ni huu. Unaifanya hivyo, unakunywa kabla hujala chochote, na ukishakunywa usubiri mpaka baada ya dakika 15. Usinywe maji wala usile chochote. Yani ukishakunywa, ili dawa hii ifanye kazi vizuri, iache ikae katika tumbo na usisikutue. Chungu kidogo hii dawa, lakini vumilia ule uchungu
uache kwa takriban kama dakika 15 hivi. Baada ya 15 unaweza ukala na baadhi na maji, lakini ukishakunywa subiri baada ya dakika 15 ndio unaweza ukaendelea na mambo yako mengine, kama ni kunywa, kama ni kufanya kitu chochote kile chakula. Kwa hiyo ukishafanya hivi itakusaidia, wallahi wa billahi wa tallahi, itakusaidia sana kwa mtu ambaye ana matatizo ya figo, mawe katika figo, shida ya figo kadha wa kadha, na katika upande wa kibofu cha mikojo. Jambo lingine la kuongezea, kama ukishakunywa dawa hii, kuna baadhi ya mambo ambayo yanaweza kutokea. Unaweza ukawa unakojoa sana, kwa sababu inasafisha na inaenda direct kwenye figo. Kwa hiyo basi itakuwa inasafisha na kutoa baadhi ya uchafu pale, na utaona au unaweza ukapatwa na kwenda chooni kukojoa sana, kukojoa mikojo mingi, kwa sababu inasafisha na inatoa uchafu katika mwili wako. Kwa hiyo inavyotakiwa au ilivyopendekezwa ni kwamba baada ya kunywa hii dawa kwa siku, yani hiyo siku hiyo ambayo umekunywa hii dawa, hakikisha unakunywa maji mengi, maji ya kutosha. Na pia nataka tuelewane, si pale baada ya kumaliza kunywa ndio unywe tayari, hapana. Baada ya kumaliza kunywa hii dawa isubiri dakika 15, alafu baadaye fanya hata shughuli zako zingine, lakini ikifika mchana unaweza ukanywa maji mengi, saa 5, saa 6 ukanywa maji mengi, yani maji ya kutosha vizuri, ili isije ikapunguza sukari katika damu. Na hii nayo inatibu sukari, nimesahau kuambieni, inatibu sukari, inapunguza sukari katika damu. Mtu ambaye ana ugonjwa wa sukari inaweza kuweka sawasawa sukari yake. Kwa hiyo hilo ni jambo la kimsingi la kuweza kufanya, kunywa maji mengi ili isiwe itakuletea athari kubwa katika mwili wako. Lakini pia usinywe nyingi, usije ukasema ngoja ninywe glasi 2 ili nitibu kwa haraka. Hapana, itakuzidishia matatizo, maana sukari itapungua kwa kasi mno, alafu kukojoa utakwenda sana chooni, kukojoa sana, na mwisho utapata madhara. Kwa hiyo hilo ndo angalizo, na hii ni tiba mujarabu ambapo imeelezewa sana katika vitabu mbalimbali na katika sayansi na biolojia. Kwa hiyo biidhnillah tabaraka wa taala, mimi leo nitakomea hapa. Katika darasa nyingine au katika episode ijayo nitakwenda kuelezea katika mtu ambaye ana maradhi ya ini na mtu ambaye ana maambukizi ya virusi vya HIV inshallah. Na pia kama kuna mtu ambaye pengine au kama unahitaji iliyoandaliwa, kama unaona labda pengine kiupande wako huwezi kuipata, labda kwenu hakuna, na unahitaji iliyo tayari, unataka unga wake na ile mizizi yake iliyo tayari, insha Allah taala unaweza ukaipata. Tupigie kwa namba zetu hizo ambazo unaziona hapo kwa screen, au tutafute katika WhatsApp ili tuweze kukutumia au uweze kuifata, uweze kupata dawa yako hii insha Allah. Baada ya kusema haya, sina la ziada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.